Naitwa mchungaji Emmanuel Edward Luoga, mchungaji wa kanisa la KKT hapa Namtumbo, msaidizi wa mkuu wa jimbo la Songea. Lengo la tamasha hili ni kuwajenga watoto wapate kukua kimwili, kiakili na kiroho. Wamjue Mungu wao, wajue jamii inayowazunguka, kwanza wajue namna wanavyoweza kupambana na ukatili wa aina mbalimbali. Kwa kawaida, ili mtoto aweze kuwa salama, kanisa linachukua nafasi kubwa kumsaidia kwa kufuata neno la Mungu ili ajitambue ni kitu gani ni kiashiria cha kutopata usalama. Dunia inapitia katika ukatili mbalimbali, na watoto leo wamewasilisha ukatili huu kwa njia ya uimbaji, kwa njia ya ngonjera. Wamewasilisha kwa maana gani? Wanajitambua, wamegundua, wameelekezwa, wanajitambua kwamba ni kitu gani kwao ni kunyanyasa, kwao wanakatiliwa. Sisi kama kanisa tumepokea maombi yao kwa njia ya sifa, tumepokea maelekezo yao kwa njia ya sifa na mbalimbali, na hayo na ngonjera mbalimbali. Ushauri wetu kwa jamii na taifa kwa ujumla, jamii inayotuzunguka ijitahidi kila mahali ambapo mtoto apewe ulinzi. Siku hizi kuna taratibu ambazo inaonekana mtoto ni wa familia moja, kumbe mtoto ni wa jamii. Ukiona mtoto haendi vizuri, basi msaidie. Tunatakiwa kusaidiana ili tupate taifa zuri, tupate kanisa zuri. Sio mtu mmoja, bali sisi wote tukisimama, kila mmoja kuwa mzazi, kuwa na huruma kwa watoto, hata kama sio wa kwako. Ukimsaidia utakuwa umelisaidia taifa, utakuwa umesaidia mtoto na kanisa la Mungu la hapa Tanzania na ulimwengu mzima. Kwa hiyo baadaye tutapata kanisa, tutapata taifa zuri, tutapata viongozi wenye kumcha Mungu, wenye hofu ya Mungu, ambao watakuwa na huruma, watakuwa na msukumo ndani yao kuwaongoza wengine, kwa sababu wanaye Mungu ndani yao. Wakiwa na Mungu ndani yao, hawataweza kula rushwa, hawataweza kupeleka taifa kubaya, kwa sababu wanaye misingi ya imani ya neno la Mungu. Moto wa mwaka huu au lengo kubwa, ujumbe mkuu ni kupinga ukatili, lakini vile vile watoto wamesema tuwapende. Baba ajioni ni sehemu kubwa katika kumlea mtoto. Wasiwaachie kina mama, kwa sababu kina mama wana sehemu yao, lakini baba ana sehemu kubwa sana katika kumlea mtoto. Kwa hiyo baba asimame kwenye nafasi yake kama ambavyo Kristo amesimama kwenye kanisa, kwenye nafasi yake kwenye kanisa. Vitendo vya ushoga na ulawiti kwa watoto vimeshamiri sana katika maeneo na mazingira tunayoishi na taifa kwa ujumla. Ukatili na unyanyasaji kwa watoto, kwa mfano watoto wadogo kupewa bidhaa kwenda kuuza mtaani umbali mrefu kutoka nyumbani na kadhalika. Tunaomba elimu izidi kutolewa kwa wazazi na walezi kuhusu kuwapenda na kuwajali na kuwafundisha maadili mema ambayo kwa hakika wanaweza kupata kanisani. Kwa majina naitwa Gladys Daniel Makasege. Nishukuru serikali ya Mama Samia kwa kuendelea kuboresha miundombinu ya shule ili watoto wapate elimu, na pia tunaiomba ili iendelee kusimamia haki za watoto ili watoto waweze kutimiza ndoto zao.